Kwa siku ya pili mtawalia, tuko juu ya mlima, mlima chini yetu tunafurahi. Rais William Ruto ameendelea kukwea mlima Kenya, leo akiukwea kutoka upande wa kaunti ya Meru. Katika ziara hii amesisitiza kuwa hamna atakayemtenganisha na wakazi wa mlima Kenya na ambao amekuwa na ushirikiano wa karibu nao kwa miaka 20. Maneno haya yakionekana kumlenga aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Ruto na wandani wake wameshikilia kuwa wataendelea kuzuru maeneo yote kwa kusudi la kuunganisha Wakenya wote. Nasikizeni nyinyi watu wa Meru, watu wa mlima hapa. Mimi nimekuwa hapa miaka karibu 20. Mimi nimetembea na nyinyi safari zote. Mimi nimekuwa na nyinyi miaka yote. Mimi siwezi kubali ati mtu akuje atutenganishe na siasa ya fitina na chuki. Unajua kuna watu rais wamekuwa na kiburi. Wamekuwa wakisema ati rais hawezi kanyanga maua, hawezi kanyanga mlima. Eti na wao ndio watasema nani atapigiwa kura mwaka wa 2027. Rais Ruto hajakoma hapo, akisema alikuwa amehangaika ila sasa yuko na mfanyikazi atakayemsaidia kumalizana na wanaohujumu uuzaji wa miraa. Usemi huu unajia baada ya naibu wa rais Kithure Kindiki kumrai Rais Ruto ampe nafasi ya kukabiliana na wanaohujumu uuzaji wa miraa. Rais, naomba kwa heshima hii, kwa sababu wewe ndiye amiri jeshi mkuu, delegate ya cartels ya miraa, nitapita nao asubuhi na mapema. Basi hiyo ya cartel ya hawa wa miraa, Bwana Deputy President, pita na wao. Kama namagani? Niko na mtu sasa ananisaidia kibarua jameni. Ilikuwa nimehangaika sana. Mchana wa leo ziara yake ilianza eneo la Maua, Athwana, Nkuene, kati ya maeneo mengine alipokuwa anazindua miradi ikiwemo usambazaji wa stima na ukaguzi wa bomba la kupitisha maji taka. Meru Energy Park leo, kwa sababu ya sisi kuwapatia title deeds, sasa watakuwa na nafasi ya kukamilisha ile agreement ya investment ya bilioni 40 ili tuzalishe umeme na tuajiri vijana wa hapa Meru County. Kwa sababu umetupatia title siku ya leo, Mheshimiwa Rais, tunaomba kitu kimoja tu, kitu inaitwa Power Purchase Agreement, inaitwa PPA.